Mbeya imewatuma kazi. Kwanza tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu, safari yetu kuanzia Mbeya mpaka camp yetu ya siku 3 pale Morogoro ilikuwa njema, na tayari tuko mjini Dodoma kwa ajili ya mchezo huu dhidi ya timu ya Mtibwa Sukari. Kiukweli, kiufundi, kama alivyomsikia mwalimu Meck Maxime, mengi amezungumza kiufundi, lakini niseme tu kwamba kwenye picha mazoezi mwalimu Meck Maxime na wasaidizi wake wameshusha nondo za msingi kwa wachezaji kuimarisha kikosi chetu, na mapokeo yamekuwa mazuri kwa sababu unaona kila ambacho anakitaka mwalimu wachezaji wanakifanya. Kwa hiyo niwaambie tu mashabiki kwamba timu yetu iko vizuri, na huu mwezi Januari kwetu sisi ndio mwezi Agosti. Nasema hivyo namaanisha kwamba tunakwenda kuianza ligi kuu ya soka Tanzania bara dhidi ya Mtibwa. Hatukufanya vizuri kwenye michezo iliyopita, takriban 3 mfululizo tuliumia, lakini pia tukameza mate ya akili na kufanya kile ambacho tumekifanya kama maboresho kwenye technical bench. Kabla ya Meck alikuwa mwalimu mwingine, lakini pia maboresho ya usajili. Umeona sajili ambazo tumezitangaza tayari na bado dirisha halijafungwa. Kwa hiyo tuna wide ya kufanya chochote hapa katikati, na mlio wote unaweza kusikia kama wasarafa au anoti. Nikwambie tu kwamba tumejipanga vizuri na tunahitaji pointi 3 muhimu. Tunakwenda kuianza ligi kuu ya soka Tanzania bara hapo kesho kwenye uwanja wa Jamhuri dhidi ya Mtibwa Sukari. Kwa hiyo niwaambie tu Mtibwa wajipange vizuri, tukaonyesha show nzuri ili sisi tupate pointi 3 muhimu. Mmesajili mpaka timu za ligi kuu zinaogopa, zinaficha wachezaji siku hizi kwa sababu mnatangaza sana wachezaji. Yakuba Sonye mmemtangaza. Hebu tuambie, sababu unawakilisha pia mashabiki wa Mbeya City, wana matarajio gani kwa bwana mkubwa Yakuba Sonye? Ukimwona ama ukimsikia Yakuba Sonye ni mchezaji ambaye ana uzoefu mkubwa na ligi kuu ya soka Tanzania bara, ana uzoefu mkubwa na soka la Afrika, lakini ana exposure ya kucheza nje ya Afrika. Kwa hiyo ana vitu vingi ambavyo sisi tunavihitaji. Unajua safari yetu sisi tulivyorejea ligi kuu ya soka Tanzania bara, tumerudi na malengo yetu. Malengo yetu ni kukaa kwenye nafasi 6 za juu. Hayo ndio malengo yetu kwa mwaka huu wa kwanza, kwa sababu tuna mkakati ama mpango wa miaka 3. Kwa mwaka huu wa kwanza tunataka tuhakikishe tunakaa kwenye nafasi 6 za juu. Huwezi kukaa kwenye nafasi 6 za juu kama ushindi kwenye mechi zako. Lazima ushinde ukae pale juu. Kwa hiyo tumeona yeye anatufaa, na ripoti za walimu aliyepita na aliyopo wote zikaonyesha kwamba tunahitaji mtu wa aina hiyo. Kwa hiyo tumesajili Yakuba na wengine ili kuboresha kikosi chetu na kupata kile ambacho tunakihitaji kwenye msimu huu wa ligi ya soka Tanzania bara. Hamjatangaza goalkeeper. Bado mnamwamini Beno David Kakolanya. Hebu tuambie, ni sahihi anawatosha bado? Na magolikipa takriban 4 kwenye timu yangu. Nikisema 4 namaanisha kwamba na Beno Kakolanya, na Hashimu Musa, na Sudi Dondola, lakini pia na Nelson akitokea timu ya under 20. Kwa hiyo hawa inshallah tutakwenda kumaliza nao ligi kuu ya soka Tanzania bara, na tumeona wanatosha kwenye position hiyo kwa wakati huu. Usajili wa Kevin Kijili ametoka Singida amekuja kujiunga na Mbeya City. Matarajio yenu, mnamuona Kevin Kijili kwa namna gani? Kwanza tuna matarajio makubwa na mazuri kwa sababu moja, kama unakumbuka ama unakumbuka nzuri, fullback yetu wa kulia Baraka mara nyingi amecheza championship mechi zote, hajaacha hata mechi moja. Lakini pia tunaianza ligi kuu, amecheza mechi zote. Hii unapata picha kwamba yule ni binadamu, na kuna wakati unaweza kuona zinatokea changamoto ukajua kabisa kwamba pale huyu anataka kupumzika. Kwa hiyo ilibidi tupate mtu wa aina yake ambaye anaweza kawa anapishana naye kwenye position hiyo ili tuendelee kuupata ubora wake Baraka mara nyingi. Kwa hiyo ujio wa Kijili tunaamini kabisa unakwenda kuongeza kasi kwenye mbavu yetu ya kulia.